Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao ametupa tumekutana tena, wale ambao tukutana katikati ya wiki tumekutana leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kusema hivyo tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, katika jina la Yesu nione na sura vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio mitambo kunifanyia mipango ya maiki nyingine. Tutabariki sana. Maiki moja itakuwa nzuri sana kwa hiyo. Amina, amina watu wa Mungu. Amina, ninaitwa Mchungaji Paul Mwilinge. Ninamtumikia Mungu katika kanisa letu la Tanzania Saints of God. Nina mke na watoto 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumeishi pamoja na mke wangu sasa ni miaka 20. Amina. Kwa hiyo katika miaka 20 Bwana Yesu ametupa watoto 4. Amen. Na yeye yuko chuo cha Biblia Dodoma anasoma sasa. Amina. Kwa hiyo anawaambia watu wa wilaya kwamba ukikaa kwa Yesu unakuzeeka lakini hakuna kuchakaa. Ila ukikaa nje ya Yesu unaanza kuchakaa kabla hujazeeka. Haleluya. Amen. Na nitakuwa mwaminifu kabisa na muda mwingi sana unamtosha sana. Amina, pendo la Mungu. Kutoka kitabu cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza nitasoma. Maandiko yanasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi na Yesu alikwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye lango la kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi aliyeingia kwa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotiliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Nikimalizia utambulisho wangu, pia ninatumika kwenye idara ya wanafunzi na maandiko kwenye jimbo letu la Ubungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye jimbo la Ubungo, idara ya maandiko ya wanafunzi na maandiko ninatumika kama makamu mkurugenzi. Amen. Na katika hilo ni wapongezi watu wa wilaya, mnafanya vizuri kwenye kuonyesha ni wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kufikia wiki hii mmenunua vitabu zaidi ya 100. Kwa hiyo umebaki wewe tu ambaye hujanunua. Haleluya. Kwa hiyo na wewe ambaye hujanunua, ukimaliza ibada mfuate mzee Mwangata. Haleluya. Kile kitabu ni shilingi 3500. Amina. Unakunywa soda ngapi ndani ya miezi 6? Unajua kitani mjanja hataki kupata maarifa. Unakunywa soda ngapi ndani ya miezi 6? Alafu kitabu kinakuacha kwako. Haleluya. Na ile eneo la wanafunzi ni nzuri sana.
kwa sababu kuna mafundisho mengi yanapita. Unapokuwa kwenye darasa la wanafunzi, unaweza ukapambana na mafundisho dhaifu au potofu. Amina. Mtu mmoja kaja kaniuliza, ni mshirika kanisani, tena ni mkufunzi wa chuo kikuu, Bwana Yesu asifiwe. Akasema, mchungaji, kuna maneno yanapita huko mtandaoni, kuna mafundisho lakini nataka kutoka kanisani. Na mchungaji, unasemaje kwamba kufungisha ndoa kanisani ni upagani? Wakati umeshakusikia hiyo. Ole, kuna jamaa kazana kabisa na mishipa inamtoka. Anasema kufungisha ndoa na ana fundisho lake kabisa kalisimamia na mistari ya nani? Sasa unampingaje na mistari ya nani? Halo. Na wewe kumpinga kwa maneno, lazima pia umpinge kwa mistari. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine akasema hivi, Kumbukumbu la Torati 14. Kasoma 22 nasema, nawe usiache kutoa zaka mwaka kwa mwaka, na hiyo zaka utakula mwenyewe. Kwa hiyo kanisani kwake wakitoa zaka, wanafanya sherehe, wanaunua baba, wanapika, wanakula. Mchungaji mbarikiwa huyo na kanisa lake. Angalia mara nyingi mchungaji mbarikiwa. Hata hivi kanisema kwa sababu nasema hadharani. Amen. Asema na mshirika mmoja alileta ng'ombe ya zaka, tukamchinja tukamla. Kwa hiyo yeye zaka wanakula na andiko si wanalo. Sasa unampingaje? Kumbukumbu la Torati 14:22. Anasema nawe usiache kutoa zaka mwaka kwa mwaka, nawe utakula pamoja na watoto wako mahali ambapo wamepachagua Bwana. Sasa unampingaje sasa? Halo? Na mimi leo nahubiri nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoisha. Nimekuwa nikihubiri wiki nzima na leo namalizia kuhubiri nguvu ya sadaka katika mambo yasiyoisha. Sasa nisiwache hewani kwanza katika haya mambo mawili ndio yainua. Ngoja nikwambie. Ndoa kwanza, ndoa. Kuna vitu vitatu ambavyo serikali za dunia zimehodhi. Sema vitu vitatu. Serikali za dunia zimehodhi kizazi, zimehodhi ndoa, zimehodhi vifo. Kwa hiyo ndoa, kizazi na kifo, serikali zinatoa certificates. Mbona? Sasa weza mtoto, alafu usimtafutie cheti cha kuzaliwa. Mtakutana mbele ya safari, utakayokusumbua. Kwa hiyo serikali zinasajili ndoa, zinasajili kizazi, zinasajili kifo. Kwa hiyo unapooa au kuolewa, hiyo ndoa lazima isajiliwe. Kwa hiyo tayari ni jambo la kisheria. Ni jambo la nini? Na kile cheti kimeandikwa Tanzania Saints of God, kimeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mwenye sifa ya kufungisha ndoa ni rais. Sasa rais hawezi kutembea kufungisha ndoa mtaani, anafanya delegation. Kwa hiyo anampa majukumu mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Sawa? Kwa hiyo ni sifa ya kufungisha ndoa ni nani? Mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya. Lakini jamii yetu ni kubwa, wanaongeza uwanja. Kwa swala la kufungisha ndoa sio la mchungaji, ni la rais. Sio la kanisa, ni la serikali. Umeelewa? Kwa hiyo serikali inaamua, inapanua uwanja. Kwamba rais hawezi kutembea kufungisha ndoa mitaani. Kwa hiyo anampa majukumu nani? Mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Lakini sema jamii yetu ni kubwa. Hebu tupanue uwanja mpaka kwa watu wenye imani zao. Kwa hiyo wanakuja hadi kwenye dini. Jamani, yeye jamii ya dini tafuteni mtu mnaoona ana sifa ya kufungisha ndoa kulingana na mwongozo wenu. Alafu tunakuja tunampa leseni. Unaona hapo? Kwa hiyo mchungaji, shehe, padri afungishi ndoa mpaka awe na nini? Kwa hiyo ni kazi ya serikali, anafanya kazi ya serikali pale, afanye kazi ya kanisa. Kwa hiyo mtu anapokuambia usifunge ndoa kanisani ni upagani, sasa unakwenda kufungia. Kwa sababu rais kasema sasa, jamani, mpaka makanisani tusaidieni kusajili. Kwa hiyo mchungaji anaposimama kusajili ndoa hapa au kwa lugha nyingine kufungisha ndoa, anamsaidia rais. Sasa wewe Nyonzo bibi Nyonzo unaoa, utaenda kusajilia wapi? Na mzee wa Matembele ya pili kakwambia usisajili ndoa ni upagani. Sasa unaenda kusajilia wapi? Kwa hiyo kisheria lazima ifanyeje? Isajiliwe. Sasa kuna watu ambao hawana dini, wenyewe wanaenda kwa mkuu wa mkoa, kwa mkuu wa wilaya. Bwana Yesu asifiwe. Na sifa zinafanana, lazima utangaze siku 21 kabla hujafunga hiyo ndoa. Wewe utangaze. Halo, jamani, tusaidiane ya mama. Basi peleke mshoto huko mtaani. Hapo nitahubiri vizuri, tutanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo sasa anakuja kwa muktadha wa zamani.
wa nani? Wa Ibrahim. Sawa eh? Kwamba Isaka alifungeje ndoa. Sikaenda pale kwa mzee Labani, si ndio? Sije kwa mzee Labani, sije kwa mzee nani? Tata kachukua mke, sherehe kafanyika pale pale nyumbani, wakaondoka. Mungu habadiliki. Mungu wetu afanyeje? Ila yeye ni wa mabadiliko. Anataka aone mambo yanafanyaje? Yanabadilika, yanapiga hatua. Ila yeye habadiliki. Ndio maana Ibrahim na Isaka na Yakobo walikuwa wanatoa dhabihu kwenye kichanja. Wanazunguka tu nyuma wanatengeza kichanja. Lakini akasema sasa hivi tunabadilisha. Sasa hivi tunatengeneza hema la kukutania. Tutakwenda. Na hema ilikuwa ina hawa na Musa, si ndio? Akatengeneza makuhani. Kwa hiyo ikawa ni mwiko sasa kila mtu kujichinjia sadaka mtaani wake. Utaratibu kaondoka. Ukaenda wapi? Si tumeelewana? Sasa nisiendelee mbali sana. Kwa hiyo sasa alipotengeneza madhabahu Mungu kupitia Musa akabadili utaratibu. Akasema vitu vyake lazima viwekwe wakfu. Umeelewa? Vitu vyake vya matumizi nyumbani mwa Mungu lazima viweke wakfu. Kwa hiyo tunaponunua mic ni kwa ajili ya matumizi nyumbani mwa nani? Lazima iwekwe wakfu. Tunaiwekea mikono. Hivi ukinwaga speaker mnaanza kuifunga tunatumia. Si lazima mchungaji aiweke hapa tunaiombea. Akizaliwa mtoto mama akipata nguvu sana kuja tunamwekea mikono wakfu. Akasema mtaleta kwa sababu mtoto anapozaliwa wake ni wa matumizi nyumbani mwa nani? Kwa hiyo na ndoa inapofungwa ile ndoa ni ya matumizi nyumbani mwa Mungu. Amen. Unajua ndoa sio mali yako. Ndoa ni mali ya nani? Ya Mungu. Ni production area ya Mungu. Ni kiwanda cha kuzalishia cha Mungu. Wanaweza sio ya kwako. Ndio maana mtu anaweza kupita na misukosuko kwenye ndoa, Mungu akapambana. Mungu anamheshimu sana. Amen. Yaani ukiona na ndoa Mungu anapambana umekaa, Mungu anasema yes. Amina. Maana yeye anachukia kuachana. Haijalishi mnaachana kwa sababu gani. Yaani haijalishi mnaachana kwa sababu ila yeye anachukia na moto wa Ibrahim ulipowaka, Mungu akamwambia Ibrahim, msikilize tu sana, hiyo ndoa sitaki ivunjike. Msikilize tu sana mambo yaende. Tunaelewa na penda watu wapi? Hata Mungu. Kwa hiyo kwenye swala la kidini ndoa lazima iwekwe wakfu. Sasa usichanganye kuweka wakfu ndoa na sherehe. Ndio maana hapa mchungaji Kangalawe akimaliza kufundisha ndoa hapa, yeye kamaliza. Ukiamua kuweka sherehe usiweke ni la kwa. Ukimwalika usimwalike ni la kwa. Lakini ana kazi ya kuiweka wakfu. Uje umevaa shela, kuna shela, uje una suti, kuna shati ya mikono mifupi, yeye kazi yake ni kuiweka. Tumeelewana? Sasa wale hawakuwa na madhabahu ya kuwekea wakfu wakati wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu kashabadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuachane na hiyo sasa. Kama una maswali mengi utamuuliza Mkata, utamuuliza mchungaji, utamuuliza mzee Kayonda, utapata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize la pili, afu nikumbulie dakika 15 zinatosha sana. Si nasema mimi ni mwalimu mkurugenzi kila makamu wa idara ya maandiko kwa nini sipache wana. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 na nishakwambia nafikiri mara fulani. Anasema nawe usiache kutoa zaka mwaka kwa mwaka. Nawe utakula hiyo zaka na watoto wako. Umeelewa kweli? Utaenda mahali alipochagua Bwana. Simuona kweli? Ukishuka pale chini anakuambia usiache kutoa zaka kila mwaka wa 3 ndio kutolea zaka. Na hiyo zaka utawapa wajane na yatima. Sisi tumeelewana? Wayahudi walikuwa na zaka ngapi? 3. Unaposema zaka neno la kidini, Kiswahili cha kawaida ni sehemu ya 10. Mungu aliwaambia wagawanye mapato yao ya katika sehemu kuu 3. Kwa hiyo ukipata 100 unatoa 10 ya kwanza, 10 ya pili na 10 ya tatu. Zinakuwa ngapi hizo? 30. Kwa hiyo unabaki na 70. Kwa sisi tunapotoa zaka hapa ya fungu la 10, tunabaki na 90. Wayahudi walikuwa wanatoa 30, wanabaki na 70. Kwa nini? Zaka ya kwanza walianza kuambiwa kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 18 kuanzia mstari wa 22 I think so au 20. Waliambiwa hivi, zaka yote ya nchi nimewapa Walawi. Utapeleka zaka kwa Walawi na Walawi watabeba mizigo yenu. Kwa hiyo unapokula zaka maana yake mizigo kwamba madhabahu ingekubebea utabeba mwenyewe. Na mimi watu wasipotoa zaka huwa napumua. Napumua maana mizigo inapungua. Ila lazima niwafundishe sana kwa sababu nisipofundisha na mimi nitalala.
Kwa hiyo nawafundisha sana. Alafu wasipotoa mimi mizigo. Halo. Mama mmoja aliacha kutoa zaka kama mwaka mzima. Siku mtoto akaanza kuumwa na kuhoa. Kuhoa kikohozi tu. Mtoto kakohoa, kakohoa mpaka kachoka. Amepiga sindano ya usingizi pale hospitali ya nini ya Lugalo pale. Sindano tatu za usingizi, mtoto hajalala. Wale madaktari wa Lugalo wakasema yeye mpelekeni Muhimbili. Kufika pale ma specialist Muhimbili wakaambia mama huna mchungaji. Wale kazi hiyo. Akanipigia simu kwenda pale nikaweka mkono pale emergency, dakika 3 mtoto kalala. Nikakaa emergency kwa jasa mpaka saa 12. Mtoto akaamka tupeleka walimu. Mtoto haumwi chochote. Madaktari wakamruhusu kesho yake. Wanaambia mama mtoto ana ugonjwa. Rudi nyumbani anakohoa. Nikamwambia Mungu kitu gani akasema akaniambia achana na hiyo biashara anachukua hela zake. Kwa hiyo wewe ukiwa utoi zaka, Mungu atachukua hiyo zaka kwa namna nyingine. Sio lazima ije kanisani. Unajua shida nafikiri zaka, Mungu akianza kuichukua lazima ije kanisani. Yaani usipoita kanisani kwa hiari yako, Mungu ataipeleka hata hospitali. Kwani nilipokuwa natoa Kaini na Abili sadaka walikuwa wanatoa ile ngapi? Kulikuwa kuna mchungaji? Kulikuwa kuna madhabahu? Kulikuwa kuna hekalu? Sio alikuwa anachoma moto inaisha. Sasa kwa nini Mungu ana shida gani? Hata sichukua tu. Alafu akisichukua anachukua na penalty. Kwa hiyo zaka ya kwanza Wayahudi walitoa ilikuwa inaitwa Maaser Rishon Teruma. Sema Maaser Rishon Teruma. The climax of honoring, worshiping and adoring God. Kiwango cha juu cha kumpenda na kumwabudu Mungu. Wayahudi wanasema Maaser Rishon Teruma. Kwa hiyo zaka ya kwanza, zaka ya madhabahu. Yaani ukitaka kumwonyesha Mungu unampenda kiasi gani, wewe peleka nini? Zaka. Huko kwingine ziada. Ila kiwango chake cha kuona unampenda na kuheshimu, anataka aone nini? Zaka. Ndio stepping stone ya kuitunza madhabahu. Inaitwa Maaser Rishon. Hiyo ndio inatajwa kwenye kitabu cha Hesabu sura 18. Anasema usiache utatoa zaka afu atakula Walawi. Umeelewa? Ukija hii ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 14 mstari wa kwanza inaitwa Maaser Ani. Maaser Ani, Mungu aliwaambia mtatoa zaka nyingine. Yaani mtatenga sehemu ya 10 nyingine kila mwaka. Mfanye tafrija majumbani. Yaani maana yake wewe Mkristo una wajibu wa kutenga 10% ya mapato yako kwa mwaka kufanya tafrija na familia waifurahie kazi ya baba na mama. Ndio wanasema zaka utakula na watoto. Sasa mtu aje anashindwa kutofautisha zaka ya kupeleka kanisani na zaka ya kula, kachanganya zote. Halo. Maaser Ani nataka kufanya Maaser Rishon Teruma. Tumeelewana sisi? Alafu akawaambia kila baada ya miaka 2 mwaka watatu mtatoa zaka nyingine inaitwa Maaser Tevere. Kwa nini aliwaambia watoe zaka ya kula wenyewe? Wayahudi walikuwa wajibu kula bata. Wamekaa utumwani miaka 430 wenyewe ni kazi asubuhi mpaka jioni, Januari mpaka Desemba. Naambia jamani, kuna kupumzika na kufurahia maisha. Sasa nawafundisha kwamba mtakuwa mnatenga msije huko na huko nchi ya ahadi mkaanza kufanya kazi Januari Desemba. Mtapumzika. Kuna mwezi mnapumzika. Na miezi ya wiki ni mirefu, mnapumzika siku 40. Akaambia siku 40 mnapumzika. Mnakaa huko kwenye vibanda huko karibu na hekalu, mahali alipochagua Bwana, mnakula bata. Ndio pale biashara ikaanza kuingia mpaka hekalu. Sasa hilo sina muda wa kulifundisha. Kanisa sasa. Na mwajiri akikwajiri lazima akupe mwezi mmoja upumzike na akupe mshahara. Sasa wewe mshahara wa mwezi wa likizo wewe unanunulia mabati. Wewe unatakiwa ule bata na watoto wafurahie kazi ya baba yao. Naelewa vizuri? Wayahudi walikuwa ni watumwa miaka 430, hawajui ukarimu. Anawafundisha ukarimu kwenye hiyo mstari wa 29 wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 14. Anawaambia mtatoa zaka nyingine inaitwa Maaser Tevere. Ni zaka ya ukarimu. Ni wakarimu wajane na yatima. Kila ukifika mwaka wa 3 unatoa sehemu. Na kwa sababu hiyo ni sherehe, Mlawi asikose. Kwa hiyo ni shughuli ya kuwapa vipawa yatima na wajane, Mlawi asikose. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye tafrija yako Mlawi asikose. Sasa umeanza kuelewa kidogo. Kwa hiyo ukikutana na hiyo fundisho mtandaoni analosema jamaa zaka tunakula wenyewe, jamani, ndio kwa sababu sio muda wetu. Mimi wiki hii nafundisha habari ya sadaka au nguvu ya sadaka katika mambo yasiyoishi. Unajua, nikasema katikati ya wiki yawezekana ulisema nikipata kazi mambo yatakuwa yameisha.
Ulisema nikipata mtaji wa biashara mambo yatakayo yameisha. Ndio yanakama moto. Ulisema nikioa mambo yatakayo yameisha. Ndio utapata watoto, mimba zinaporomoka. Ukisema nikiolewa mambo yatakuwa shwari. Kumbe sio shwari, mawifi, matatizo, mambo yajaisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninahubiri habari ya sadaka ambayo inakupeleka kwenye mambo yasiyoisha. Inaweza ikatatua mambo yasiyoisha. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tuna sadaka ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo hatujaginao kizembezembe, unaiweka vizuri na unaisemea. Bwana, kuna mambo hayajaisha. Sasa kama kuna mambo yako unataka yaishe kwa Mungu, na Mungu ni mwaminifu. Yaani moja ya sifa ya Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Atuwae kwa ukarimu. Sawa. Na apatacho mtu. Sasa wewe una mawazo ya kununua kuruga au sadaka yako hii. Halo? Amen. Biblia inatuambia habari za hili lango la kondoo. Anasema na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lango la nini? Kwa hiyo na hapo Yerusalemu kulikuwa kuna lango linaitwa lango la nini? Yerusalemu ilikuwa ina malango takriban 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Nehemia kuanzia sura ya 3 unaona yale malango yanatajwa. Na lango la kwanza ni lango la kondoo. Kuna lango la kondoo, kuna lango la jaa, kuna lango la mashariki, kuna lango sijui la farasi. Sawa? Lango la farasi, na kila lango lina maana yake. Kuna lango la samaki, kila lango lina maana yake. Lango la samaki kwamba Yesu atakuja, uvuvi wa watu utaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lango la farasi, Yesu ni mtu wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu yuko ni mtu wa vita, farasi na present vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo nataka nizungumze lango la kondoo. Na kila lango kuna ukoo lilijengwa. Lakini lango la kondoo lilijengwa na ukoo wa kuhani. Ukoo wa Walawi ndio walijenga, hawakujenga watu wengine. Malango mengine yalijengwa na watu wengine. Lakini lango la kondoo wakati wa ujenzi wa Yerusalemu lilijengwa na ukoo wa nini? Wa makuhani. Ukisoma Nehemia sura ya 13, sura ya 3 utaona hayo mambo. Unaona yale malango yote yako pale. Kwa leo tunaongea habari ya lango la kondoo katika sadaka ya mambo yasiyoisha. Nilikuwa na muda kutosha nikikwambia na mambo yasiyoisha ambayo tumefundishana katika teolojia. Huko sasa natoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyekuwepo atakuwa amepata faida zaidi. Kuna mambo hayaishi mpaka utoe sadaka ya kueleweka. Katika dini tukajifunza kuna taifa la Israeli, makabila 11 yalikuwa yanakwenda kupiga kabila moja la Benjamin. Kitabu cha Waamuzi sura 20 kusoma ile story. Walikuwa na askari 400,000 wanaenda kumpiga ndugu yao Benjamin na askari 26,000. Lakini vita vilipangwa mara ya kwanza wakapigwa, watu wenye 400,000 wakapigwa, wakauawa askari 22,000 na jeshi lenye watu 26,000. Unaona hizo sawa? Na walikuwa wanakwenda kwenye vile vita, walifanya maombi. Walienda Betheli kwa Bwana wakaomba, Bwana akamwambia nendeni mwanangu vitani. Walipoenda na askari wao 400,000 wakatandikwa. Wakarudi mara ya pili, wakaomba tena, Bwana akawaambia nendeni mwanangu. Kwa hiyo unapoomba mpaka Mungu anajibu, unajaribu kufikiria ile atmosphere, hali inakuwaje? Kule wingu la Roho Mtakatifu linakuwaje? Mpaka unaona hapa majibu umeyapata. Hata na wewe kuna wakati unaomba kabisa unaona ile flow ya Roho Mtakatifu umeipata. Unaona kabisa jambo limeisha, ukifika unakuta ndio limezidi mara mbili. Mungu kawajibu kabisa nendeni, sio shetani. Wanapigwa. Mara ya 3 wale jamaa hawakwenda mikono mitupu, wakaenda na sadaka. Tena wakaenda na sadaka moja. Wakaenda na sadaka ya kuteketeza, wakaenda na sadaka ya amani. Mungu sasa akasema nendeni, safari hii nitamtoa. Kwa hiyo maombi peke yake yote yatosha. Waeleza sasa. Yatosha. Kwa Biblia inasema pale katika lango la kondoo kulikuwa kuna matao mangapi? Matao matano yale ya Sulemani. Maana yake tunafahamu zile shadows kama hii hapo hiyo nje hapo walipokaa watu wa nje. Umeona hilo? Si kuna watu wanakaa majumbani wao kwa ajili ya magari. Yaani sehemu ya kivuli. Kwa hiyo kwenye kile birika la Bethesda, kwa sababu watu walikuwa wanajaa sana, wakaja wakadesign vivuli kwa ajili ya watu kukaa. Sawa?
design walipojenga wakayapa jina kwamba ni matao ya Suleiman. Kama tulivyomaliza kujenga daraja Ubungo tukalipa daraja la Kijazi. Kwa hiyo matao matano ni shadows, ni vivuli, vitu vya unaweza ikawa jengo, unaweza ikawa tumbali, chochote kile. Ila wao wali design mahali pa kuweka kivuli ili watu wale wagonjwa wanaosubiri maji yachemke wawe na mahali pa kufanyaje, pa kukaa. Na yale matao matano yanakwenda mbali zaidi, na tafsiri 5 senses of Iman. Ni milango mitano nini? Ya fahamu. Yale matao matano ya tafsiri nyingi. Leo nakwambia hizo mbili tu. Kwa nini sasa? Kwa hiyo katika yale matao matano kuna jamii wamekaa, wametulia kwenye vile vivuli, wametandika magodoro, wanasubiri malaika aje atibue maji. Alafu pia anasema anayekuwa wa kwanza kuingia ndio anayefanyaje? Anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo kuna jamaa ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38 yuko pale. Yamkini walikuja watu kumsaidia. Yule akuja hivi hivi, yamkini ndugu zake walimbeba. Sasa kwa sababu ya hali yake mpaka abebwe, malaika akija akiingia kwenye yale maji, kuna mtu kaja na malaria atataruka sarakasi tangati. Wewe baba kubebe zaka. Ngoja baba kaa pale. Unajua kuna watu walishakaa hospitali. Yaani mpaka akawa wanatumwa na manesi wawasaidie wagonjwa. Umeshaona nini? Kaja pamoja kibale hicho cha Biblia. Yaani aliumwa, mguu uponi. Yaani mpaka hospitali baba kama nyumbani. Mpaka nesi akiondoka anampa maelekezo. Mgonjwa yule pale utampa dawa safi. Mgonjwa utampa dawa safi. Siku alipoelewa, sema siku alipoelewa. Akaja chuo cha Biblia na mguu wake vile vile. Yaani ule mguu umeponea chuoni. Kwa sababu sasa akishakuwa mtaalamu wa kufanyia dressing mwenyewe. Anajifanyia dressing pale pale chuoni. Mguu unanuka, chumba chake hamkai. Lakini Bwana akamuita. Na angeendelea kukaa kule wangekata. Wakati fulani Mungu anatuita sisi watu wa Mungu kwa njia ngumu vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Na kama una wito unalegea Mungu atakuita kwa njia ngumu. Mimi niliita kwa njia ngumu, nimeacha udhaifu mpaka leo. Afi Mungu atanisaidia. Na Mungu anasumbuka na matatizo yako, hata sumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kwenye yale matao matano, wakati jamii kubwa ya watu wamekaa, alafu kuna jamaa hawezi. Anakata tamaa. Anaona kuna mwanaume anakuja. Ana kundi la watu. Alafu kaingia kwenye mlango la nini? La kondoo. Unajua ule mlango wa kondoo walikuwa watu hawaingii hivi hivi. Ule mlango wa kondoo ulikuwa umeelekea sehemu ya hekalu watu wanapokwenda kutolea dhabihu. Kwa hiyo mlango wa kondoo ukiingia lazima umeshika dhabihu. Yaani mwingine utaingilia milango mingine kwa shughuli zingine, lakini mlango wa kondoo unapokwenda pale manake wewe una sadaka ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Wale mlango ulijengwa mahususi kabisa kwa ajili ya watu wanaokwenda na nini? Na sadaka. Kwa hiyo kila mtu anaingia kwenye mlango wa kondoo lazima awe ameshika kondoo au mbuzi au njiwa au ng'ombe au chochote ambacho anakwenda kutoa. Lakini kuna siku ya ajabu ilitokea, akaingia mwanaume mmoja, yeye hana kondoo mkononi, hana mbuzi mkononi, ameingia mwenyewe. Watu wanashangaa, mbona ameharibu taratibu? Mbona ameingia sivyo kawaida? Mbona ana dhabihu mkononi? Lakini hawakujua kwamba yeye mwenyewe ndiyo kondoo. Hawakujua kwamba yeye mwenyewe ndiyo kondoo. Yesu hakuingia kizembezembe, aliingia kama kondoo mwenyewe. Watu wengine waliingia wameshika kondoo, lakini yeye aliingia kama mwana kondoo. Watu wengine waliingia kama wanakwenda kutoa sadaka, yeye anaingia kama anayekwenda kujitoa sadaka. Unaona tofauti yao? Wakashangaa jamaa vipi? Bwana anaingia na kondoo kama ulivyo taratibu wa kawaida. Kumbe yeye ndo anakwenda kukamilisha kazi ya ule mlango. Kuna kitu anakwenda kukamilisha Yesu kwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakamwona Yesu anaingia kwenye mlango wa kondoo na watu wanajua utaratibu. Huwezi kuingia kwenye mlango wa kondoo kama hauna kondoo. Wanafunzi wanataka wamuulize lakini wanasita kidogo, maana wanamuelewa bosi wao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia leo tuingilie ule mlango sio wa samaki, tuingilie mlango wa farasi. Leo tunaingilia mlango wa kondoo. Kina Petro wako nyuma, wanataka waone maajabu. Leo imekuja utaratibu unaharibika. Tunaingilia kwenye mlango wa kondoo.
lango la kondoo. Amevunja utaratibu wa kawaida. Yesu anavunja utaratibu wa kawaida. Ule utaratibu uliozoea wa kwenda kupanga foleni kwa daktari, leo utavunjika, maana anakwenda kukuponya. Yeye mwenyewe ndio sadaka. Kama unashindwa kutoa sadaka, Yesu alijitoa sadaka. Biblia inasema kwamba akaingia kwenye lango la kondoo. Alipoingia kwenye lango la kondoo, akafika kwenye miliki la Bethesda. Watu wanashangaa, anamuona mwanaume aliyechoka. Anamuuliza, baba unasemaje? Yule baba amechoka, majibu yake yamepinda, majibu ya kukata tamaa. Ukichoka hata majibu yako yanakata tamaa. Ukichoka unashindwa kumsikiliza mhubiri. Ukichoka unashindwa kuliamini neno. Yule baba alikuwa amechoka, anaambia huyu ndio Yesu mwenyewe, lakini kwa sababu amechoka, majibu yake hajanyoka. Anaambia nataka kuwa mzima, anasema kuna watu wananisahau na mizidi kubwa. Anaambia nataka kuwa mzima, anasema mimi watu wanisaidii tena. Anaambia nataka kuwa mzima, anasema watu wamenichoka. Anaambia nataka kuwa mzima, anasema ndugu zangu wanitembelee tena. Hapa ulipo umekata tamaa, ndugu zako wamekuchoka, wanasema tumekwisha kusomesha, utaendelea mwenyewe, utatafuta nauli mwenyewe, utakwenda kutafutia kazi. Ndugu zako wamekuchoka, hawakutumii tena hela za dawa. Lakini nataka nikwambie, huyu mwanaume akaingia kwenye lango la kondoo, lango ambalo hawezi kupita bila sadaka. Yesu anapita akiwa sadaka, anakwenda kumaliza mambo ya mwanaume mmoja, anakwenda kumaliza shida ya mtu mmoja. Na leo anaingia Galilaya, anakwenda kumaliza shida ya mwanamke mmoja, anakwenda kumaliza shida ya mama mmoja, anakwenda kumaliza shida ya baba mmoja. Yule baba amekata tamaa, amelala chini, haelewi afanye nini. Anasema Yesu sina mtoa, anasema Yesu sina mtoa, anasema Yesu sina mtoa, anasema Yesu sina mtoa. Lakini kuna mama anasema Yesu sina mtoa, ananiambia mhubiri sina mtoa, anamwambia mhubiri sina mtoa. Lakini nataka nikwambie, hata kama hamna mtoa, yuko mwanaume mmoja, yuko Yesu, yuko Simba wa Galilaya. Yeye anatafuta watu wasio na watu, yeye anatafuta watu walioshindwa, yeye anatafuta watu waliokata tamaa. Lakini yuko namna hiyo. Mtu wa Galilaya, simama ulipo tuulize. Lima kese tena chandara baba baba ayende kese kilebusa pale kwenye lile lango la kondoo, anapatikana mwanaume aliyekata tamaa. Kwenye lile lango la kondoo anapatikana mwanaume aliyechoka.